Rafael Mseja, ni mwendesha mashtaka wa Jamhuri. Leo tumefungua kesi ya uhujumu uchumi namba 13687 ya mwaka 2025. Kesi inahusisha washtakiwa watano, ambapo mshtakiwa wa kwanza ni afisa elimu mkoa wa Singida. Mshtakiwa wa pili ni headmaster katika shule ya sekondari ya Muhanga iliyoko mkoa wa Singida. Na washtakiwa namba 3 mpaka namba 5 ni watumishi katika halmashauri ya manispaa ya mkoa wa Singida. Kesi inahusisha fedha za umma ambazo zilikuwa zimetengwa kwa sababu ya shughuli za michezo ya shule ya msingi kama UMITASHUMTA kwa mwaka 2023, ambapo mshtakiwa namba 1 afisa elimu mkoa alizichepusha fedha hizi, badala kwenda kufanyia shughuli iliyotegemewa, basi alienda kuzifanyia shughuli za binafsi na hivyo kutengeneza makosa ya uchepuzi. Fedha ni kiasi cha shilingi milioni 44,623 fedha za Kitanzania, na washtakiwa namba 2 mpaka namba 5 walimsaidia kutokana na nafasi zao mbalimbali walizokuwa nazo, wakiwemo wahasibu pamoja na afisa elimu. Waliweza kumsaidia kwa maana ya kuandaa malipo hayo, kwa maana ya kuandaa PV na kuziidhinisha, ambapo zilipelekea afisa elimu mkoa kulipwa fedha za Kitanzania shilingi milioni 44,623. Kwa hiyo kwa washtakiwa namba 2 mpaka namba 5, makosa hayo zaidi yanahusishwa kwenye makosa ya kusaidia kutenda kosa. Lakini mshtakiwa namba 1 ambaye ndio afisa elimu mkoa, yeye anashtakiwa kwa makosa ya uchepuzi pamoja na makosa ya utakatishaji fedha. Kwa hiyo kwa kifupi, kutokana na makosa ambayo anashtakiwa nayo, mshtakiwa namba 1 amekosa dhamana, kwa ameenda rumande, na kesi pia imepangwa kwa sababu ya kusoma hoja za awali mwezi huu wa 6 tarehe 18. Kwa waloenda rumande kwa leo ni mshtakiwa namba 1 na mshtakiwa namba 5 ambao kimsingi wao wamekosa dhamana. Mshtakiwa namba 5 yeye amekwenda rumande kutokana na kushindwa kukidhi vigezo vya dhamana ambavyo vilikuwa vimewekwa, lakini mshtakiwa namba 1 yeye ameshindwa kutoka kutokana na makosa ya utakatishaji fedha ambayo yanamkabili. Ni hayo tu. Vigezo vilikuwa vimewekwa vya dhamana. Hivyo tuachane nayo.